الحمد لله الذي قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, leo kwa mara nyingine tena, ndugu zangu watazamaji, tutazungumzia kuhusiana na swala zima la ulevi, kwa kuwa tulizungumzia kicking the habit, kuhusiana na kuachana na tabia, kicking the habit of the intoxicant, tabia ya ulevi ya kunywa. Na leo tutazungumzia kuhusiana na Uislamu au sheria inadili vipi na jambo hili. Kwa hivyo tutazungumzia kuhusiana na ulevi. Ulevi ni nini? Anasema mwanazuoni huyu mkubwa kabisa, asukru, yani ulevi, wa zawalul aqli, nako ni kuondokewa na akili, bitanawulil khamri, kwa unywaji wa pombe, wama yalhaqu biha, na hayo yanayokwendana kutokana na jambo hilo, bihaithu la yadri, kiasi ambayo kwamba mtu ajui, asqaran, yule aliolewa, baada ifaqatihi, baada ya kuondokewa ule ulevi wake, ma kana kad sadara, yale mambo ambayo kwamba yalikuwa yametokea, minhu, kwa yeye, ala sukrihi, katika hali ya ule ulevi wake alipokuwa amelewa. Nafikiri bila shaka inaeleweka vizuri. Yani ulevi maana yake ni kuondokewa na akili kwa unywaji wa pombe, wama yalhaqu bi, naye yanayofanana na kukaa na pombe, kiasi ambacho ikamfanya mtu sasa akose kuelewa, yule aliondokewa na akili kwa ajili ya kulewa, kwa ajili ya pombe, au yule mlevi, baada ifaqatihi, baada sasa ya kuondokewa na ule ulevi wake katika kichwa, ma kana kad sadara, yale ambayo yaliotokea, minhu, kwaye, hala sukrihi, katika hali ya ulevi wake. Nadeka vizuri. Fasukri, basi wa ulevi, ya'dallu al-aql, ni kule kuchanganyikiwa kwa akili, wayamnauhu, na ikamzuia mtu hiyo akili yake, minatamyizi, kutokana na kuchambanua, wakana yambaghi lidhalika, basi sasa ikawa kwake yeye, antadama, akajuta kutokana na mambo hayo ambayo alikuwa amefanya wakati amelewa. Wayaskutu sukaran at-taklif, na itampolomokea yule aliolewa kuwajibikiwa na sheria, wala yakunu muqatiban, wala hawi sasa ni mwenye yeye, kwamba sheria sasa ikawa inamfuata yeye tena, wala tena yeye hatolazimika tena, sheria itomlazimisha yeye bishaiin, kwa chochote, hali sukrihi, kutokana na hali ya kuwa amelewa, kishalewa na akili hailewi chochote, maskini. Sasa huyu tena sheria tena haiwezi kumfuata yeye tena.
walakinna alfuqaha, isipokuwa wanawazuoni, lam yaqulu, wa kulisema hilo hivyo hivyo tu, bihadha, kwa mlevi huyu, fi jamii halati sukri, katika hali yake yote ya ulevi. Wa innama qasaruhu ala halati sukrihi, hilo wamelichukulia kama itakuwa ulevi wake idha kana bitariqi mubah, katika njia ya halali. Ulevi wake utakuwa katika njia ambayo ya halali, yako sawa. Amma idha kana bisukrihi, lakini itakapokuwa ulevi wake bitariqi mahdhur, katika njia ya makusudi, kad jaaluhu mukallifan, wamemfanya kwamba huyu mtu sasa atawajibiwa na sheria, muakhidhan, atachukuliwa katika sheria, bima sadara au bima yasdar anhu, yale ambayo atakayoyafanya, ala tafsili, katika ufafanuzi, wa ikhtilafu fima bainahum, lakini pia wanawazuoni wametofautiana katika jambo hilo, kama yatadhu mimma yati, kama vile itakavyokuwa imechambanuliwa au itakavyoonekana, baada an tabayyana hukmu, baada ya kubainisha hukmu ya ulevi bitariki mubah, katika njia ya halali. Kwa hiyo kumbe kuna njia ambayo ya mtu atalewa katika njia ambayo ni halali ule kulewa kwake, yani sio katika njia nyingine ya makusudi. Awalan as-sukru bitariqi mubah, ama katika njia ya uhalali tuliyosema hapo, wa yakunu as-sukru, utakuwa ule ulevi wake bitariqi mubah, katika njia ambayo inafaa. Idha shariba, itakapokuwa kwamba yeye amekunywa. Idha shariba al-muslim, atakapokunywa ule mwenye kunywa, itraran, hali ya dharura, ikanywa kwa ajili ya dharura ya dharura, kwamba sasa amekunywa. Ikrahan, pia hata kulazimishwa, wakalazimishwa lazima unywe pombe, kwa kisu pale, bunduki na nini, wao utakunywa pombe, utaki usitaki, lazima unywe. Akawa mtu amekunywa, wa in ghairi ilmin au an ghairi ilmin, au kutokujua. Sasa bikaunihi, kwa kwamba iko anachokunywa muskara ni kilevi, ajui labda ni maji, watu wakupata maji, lakini kumbe sio. Mwingine anasema umetoka zako huko, mkuta watu bwana mvutaji sigara. Sasa kuvuta sigara sio vizuri kwa sababu ya mambo haya. Watu wanavuta sigara, kumbe mle ndani ya sigara kuna vitu watu wameweka. Ndo alisema shekhe mmoja, asema kwamba shekhe mmoja siku moja alikuwa na tabia ya kuvuta sigara. Sasa yule bwana akavuta sigara, akakuta watu wanavuta sigara. Siku ile shekhe hana pesa ya kununua sigara, nakuta vijana wanavuta vitu vyao. Basi jamani, hiyo ni sigara, watu wameweka. Siku moja vitu vingine, siku hizi watu wameendelea, sayansi na teknolojia, vitu vyenyewe vimetiwa kwenye sigara. Sasa msije mkasema shekhe amejuaje. Sasa tunakaa na jamii. Sasa yule bwana alipoona watu wanavuta sigara, na yeye akajiunga kwenye kuvuta sigara. Shekhe anakwenda msikitini, watu wakapanda yeye wakavuta sigara, shekhe akawa anapiga. Kumbe mle ndani bwana kuna vitu vimewekwa, vingine imewekwa mle, kuna vitu vingine, unajua ile iko ina standard yake ndani. Kumbe kulikuwa na bangi, na bangi na viwango vyake. Bangi ambayo inaongoza hasa kisikia cha Arusha hiki, yani iko baba, iko kupiga lazima uruke juu, yani unaweza ukajikuta unaruka kama vile una mabawa lakini hauna. Sasa bwana akapiga ile vizuri kabisa. Sasa akaenda msikitini,
akaanza kuswalisha yule bwana, akaswalisha yule bwana. Shekhe anasimulia ilipofika ile wala dhalin, basi watu amin. Bwana lipange alipopiga namna ile kama analuka yuko juu sasa, yani shekhe inamtia wazimu, akaongeza tena wala dhalin, watu amin. Shekhe nazidi kumpandisha, lazima tena vitu vimekuja juu, mtu anajikuta yuko juu kama anataka kuruka. Na ndio maana wenyewe wale wakishatumia utasikia bondeni hapo tu bwana, hapo tu bondeni. Ina maana kusudia South Africa eti bondeni hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shekhe baada ya kusikia zile kelele zikamtia wazimu, akaongeza tena, shekhe wangu wala kumbe vile vitu, kwa sababu imetiwa ile sigara aliyovuta, kumbe kulikuwa na vitu, kulikuwa na charusha. Sasa actually katika hali kama hii, mtu kama huyu hawezi kuwa katika ile hukumu ya sheria kwamba huyu sasa kuwa amekalifishwa. Huyu haijui, alikuwa kusudia sigara. Wanasema jamani, sigara sio nzuri, kwa sababu unaweza ukajikuta saa nyingine umeingia kwenye matatizo kama haya. Basi hii ilikuwa ni historic background muhimu ya kuweza kujua, wala sio vichekesho, ni vitu ambavyo kweli vinatokea. Sasa wayakunu sukru bitariqi mubah idha shariba, atakapokuwa amekunywa bisukri iqraran, aliyakuwa kwamba yeye sasa amekunywa kwa dharura tu, au ikrahan, au pengine kulazimishwa kumtutu na nini visu, wa an ghairi ilmin, au wa an ghairi ilmin, na vile kutokujua kwake bikaunihi, kwamba hiyo sigara inalewesha, au shariba dawaan, au akawa amekunywa kusudia kwa dawa. Kana dua wana huyu enda daktari akasema na huyu kuna kwake inabidi apige kidogo vile vitu. Sasa atapiga vile vitu, akiza hawezi kumwacha, atalewa. Askara wakawa sasa amelewa, na haudhalika na mfano mwingine usiokuwa huo. Sema kwamba kwa sababu unakunywa dawa, unakunywa dawa asili yake ndio hiyo, utalewa. Sasa wa hukumu sukaran, ama hukumu ya yule mwenye mlevi wa namna hiyo, bihadha tariki, katika njia hii, hukumu almughmi, na kwa kama vile mtu ambaye kwamba aliodondoka kifafa vile alaihi yula, fala yakunu mukallifan, hawi mtu huyu sasa mwenye kulazimishwa, mukallifan, mwenye kulazimishwa biadai shay'in, na kutekeleza jambo lolote, min huquqillah, katika haki za Mwenyezi Mungu. Kwa lazimishwa tena sasa tena hawezi kufuliwa, hawezi kuwa ni madhambi kwamba sasa huyu amepata madhambi kwa sababu ya jaswali wakati alikuwa katika hali kama hiyo. Hapana, kuchukuliwa madhambi halu wa inma alayhi alqada, lakini hakika vinginevyo juu lake mtu huyu itakuwa lazima sasa alipe baada ifaqatihi, baada ya kupambazukiwa kutokana na ulevi. Illam yakun fi fil qada'i harajun, kama itakuwa katika kulipa huko itakuwa hakuwa sio karasa. Mtu kakaa muda mrefu, sasa alipe kuanzia shilingi ngapi, sio afanye inakuwa sasa kwake inakuwa haiwezekani. Wasema basi wa illam yakun, au illam yakun, kama haitokuwa kwake fi qada'i, katika kulipa kwake, harajun, kama ikawa jambo gumu kwake, alaihi dulake bi allam yamtadda, basi sasa isiwe imepinduka zaidi tena jambo hili, kwani muda mrefu mno kuwa swala zitakuwa nyingi, sasa ambacho zitakuwa ni ngumu. Kama huwa hukumu, kama vile hukumu fil ighmai, ile hukumu ya mtu ambaye mwenye kifafa, mwenye kudondoka ya kifafa, au mwenye kuzimia kama